Sana TV. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, khatibu au hutuba ya leo imetutaka sisi Waislamu tuweze kuyafanya yale mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia. Lakini sio tu hivyo, khatibu ametuasa sana kuweza kuomba dua kwa ajili ya kuiombea nchi yetu iweze kuzidi kuendelea kuwa na amani. Lakini baada ya kuyasema hayo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niyazungumze sasa yale ambayo kamanda wa polisi mkoa wa Dar es Salaam amenitaka kuja kuyazungumza kwenu. Kamanda wa polisi anawatakia, kwanza, jambo la kwanza, tukae chini na turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aturudishe katika zile enzi za zamani ambazo tulikuwa nazo. Tuwe ni watu wa amani na tusiwe Waislamu ambao tunashadidia mambo ya kuharibu nchi yetu yanafanyika. Tusiwe Waislamu ambao sisi ndio vinara wa kuongoza wale ambao wanaharibu maendeleo ya nchi yetu. Tusiwe Waislamu ambao ndio tunashadidia na kukamata bendera na kuyafanya yale ambayo yanakwenda kuichafua nchi yetu. Sisi Waislamu siku zote tunaambiwa ni watu wa amani. Ingawa sisi Waislamu ndio watu wa kwanza ambao sisi tulikuwa tumekamata mapanga na visu kwa ajili ya kutetea Uislamu na kulitetea jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tumeweza Waislamu kulitetea jina la Allah na kuutetea Uislamu, tutashindwaje sisi Waislamu kuweza kuitetea nchi yetu ya Tanzania isiweze kuharibika? Kama sisi Waislamu tulipigana katika vita vya Uhud, tukapigana katika vita vya Badr, tumepigana katika vita vingi na tulipigana kwa lengo la kutetea jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumfanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aendelee kuwepo kuongoza umma huu, tutashindwaje leo hii kusimama na kupigania kwa ajili ya kuitetea nchi yetu ya Tanzania? Kwa nini Waislamu tusimame tuwe ni miongoni mwa wale ambao tunakwenda kuharibu nchi yetu ya Tanzania? Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam anawaomba sana, sisi kama Waislamu tukae kama Waislamu, tusishirikiane na wale ambao sio Waislamu kwa ajili ya kuharibu nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu tukumbuke ya kwamba hatutakuwa na nchi nyingine baada ya kuiharibu hii Tanzania tulionayo kwa sasa. Wote tunaishi Tanzania kwa amani, tunakwenda msikitini kwa amani, tunakwenda madrasa kwa amani, lakini ile amani itakapochafuka katika nchi yetu hii, maana yake moja kwa moja hizi tunazozifanya kwa sasa hatutaweza kuzifanya tena. Tunasikitika kwa jambo kubwa moja lililotokea ile wiki moja ya watu kukaa ndani bila kwenda katika mizunguko yao. Watu wengi waliumia katika mioyo yao kwa sababu eti watoto wao hawakwenda shule kwa ajili ya kwamba mbele kuna mtihani unakuja. Lakini hakuna waliosikitika kusema kwamba watoto wangu hawajaenda madrasa kwa ajili ya kuweza kusoma dini kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wote tulilia na kusikitika kwamba watoto wetu hawaendi shule, inakuwaje na kesho kutwa kuna mtihani? Tukasahau kwamba watoto hawa ndio wale ambao Luqman alayhi salatu aliwazungumza. Allah alizungumza maneno katika Qur'ani ambao maneno hayo aliyasema Luqman kumuhusia nani? Mwanawe. Sasa kama sisi ni Waislamu ambao tunatakiwa tuwahusie watoto wetu kuyafanya yale yaliyokuwa mema, au wale watoto ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema mtu atakapokufa mambo matatu ndio yatakayomsaidia katika ulimwengu huu. Jambo la kwanza akasema sadaqatun jariyah, si ndio? Sadaka yenye kuendelea, au ilmu yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa ndani yake. Lakini jambo la tatu akasema au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atakuombea dua. Sasa kama sisi tutawaandaa watoto wabaya ambao watakwenda kuichafua nchi yetu ya Tanzania, maana yake tutakuwa tumekula hasara. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, nisiwe mzungumzaji sana kwa hapo nilipozungumza, basi Allah atuafikishe kwa hayo na atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.